Kwenye line ya simu tuko na mwenyekiti wa bodi mzee wetu Nasor Idrisa. Father, habari za asubuhi? Asante kabisa. Kwanza kwa wewe. Mimi niko salama kabisa na tuko na wewe live kupitia Crown Sports asubuhi ya leo, na tumeshaanza mjadala wetu hapa mwenyekiti. Tunachojadili hapa, tumeona rumors tangu jana kwamba mechi ijayo kati ya Simba na Yanga uwezekano wa kuwatumia waamuzi kutoka nje ni mkubwa sana. Hebu tupe ukweli wa taarifa hizi. Ni kweli bodi mmefikiria kufanya hivyo kama ambavyo imetokea siku za nyuma kwenye dabi? Yapo bado bodi haijatangaza rasmi, lakini nikiri tulikuwa nafanya jitihada hizo za kupata waamuzi kutoka nje ili waje kutuchezeshea mchezo wetu wa dabi. Na lengo kubwa ni kitu gani? Lengo kubwa kwanza ni kubadilishana uzoefu, kwa sababu kama ujuavyo mchezo wa mpira unakuwa kuna mambo ya kujifunza, wachezaji wanajifunza, viongozi mnajifunza, waamuzi wanajifunza, waandishi mnajifunza kutoka kwa watu wengine vile vile. Kwa hiyo kujibadilishana uzoefu, kuzidi kuboresha ligi yetu, kuzidi kupata uzoefu zaidi. Kwa sababu kama ujuavyo, kwani Tanzania ina watu milioni 70, haina wachezaji mpira, lakini klabu zote zina wachezaji kutoka nje. Si kwamba wachezaji wetu hawajui, hapana, ni kubadilishana uzoefu, kupata uzoefu zaidi. Klabu zote zina viongozi, lakini zipo klabu ambazo zina masio kutoka nje. Wa Tanzania hakuna ambao wanaweza kuziongoza, zipo, na badilishana uzoefu ili kujifunza zaidi. Kwa hiyo hata sehemu ya waamuzi tunawapa mafunzo huku kwenye mafunzo haya ya kawaida, na vile vile tunapata uzoefu mwingine na tunajifunza kutoka kwa uzoefu wa wenzetu. Lakini Idrisa, kwa nini uzoefu, umezungumza vizuri swala la uzoefu, kwa nini uzoefu waamuzi wetu wasiupatie kwanza darasani kabla ya practical kama hii, kwamba waamuzi wanaletwa tu kuchezesha? Uzoefu waamuzi wetu wananufaika nao kivipi? Hasa wanapowatazama hao wakichezesha. Tulitamani ama tulikuwa tunafikiria pengine tungewapeleka waamuzi darasani, wakapata exposure kutoka kwa waamuzi wa nje, wakafundishwa na hao waamuzi, kulikoni hichi kinachofanyika, kwa sababu ni jambo la dakika 90 na hao wanaondoka na hakuna kinachoendelea baada ya hapo. Ile darasani nafikiri labda hamkupata muda zaidi wa kujiridhisha, kupata utafiti. Sisi ni taifa ambalo linaongoza, ambalo lina rekodi nzuri kwa mujibu wa mahitaji ya mafunzo ya waamuzi. Sisi ni mataifa ambayo yana rekodi ya juu kabisa, kwamba wanapata mafunzo kwa mujibu wa taratibu zinazotakiwa, kwa sababu na wao wana taratibu zao. Kila waamuzi wa level fulani wapate mafunzo labda mara 4 kwa mwaka, wa level fulani wapate mara 4 mara 6 kwa mwaka, na yote